God is good and all the time. Amen, amen, amen. Kali ameweza kuleta hadithi ya mtu ambaye anaitwa nani, Danieli, na vile alirushwa kwa tundu la simba, lion. Acha niseme lion. Najua nini nazo zinaleta shida. Hizo shina shaa hizo zinaleta shida, ndio maana yake unaona mpaka shaa iko na shida. Haleluya. Na tukiwa hivyo tutaenda vizuri. Anasema ya kwamba ameleta hadithi nzuri sana ya kwamba huyu mfalme akaamuru ya kwamba huyu kijana ashikwe na awekwe ndani, na tundu likaweza kufunikwa, na lions zilikuwa zimenyimwa chakula kwa siku nyingi. Napeana ka story kadogo ka mfalme mmoja ama mtu mmoja ambaye alikuwa na kijana mmoja ambaye alikuwa mashuhuri sana, alikuwa msomi. Asante pia kwa kiraria, asante kwa watoto. Wakati wa makaribisho niliona wazee wanaambiwa, wazee salimianeni. Wazee hakuna mzee alisalimiana, hata yule mwenye alisalimiana anaambiwa yeye ni mzee, sababu ajui yeye ni mzee. Lakini inapendeza, inafurahisha wakati ambapo watoto wanapoambiwa ya kwamba watoto ni wakati wenu wa kusalimiana, wanasimama watoto 10. Naye yule ambaye alikuwa na kipaza sauti alihakikisha ya kwamba wamefanya wote makaribisho, wakasahau na mmoja peke yake. Haleluya. Kwa hivyo mambo yanaenda vizuri hapa, na hapa kuna chamuka, kwa mambo yanaenda vizuri. Kulikuwa na kijana mmoja ambaye alikuwa kulikuwa na chief mmoja ambaye alikuwa amependa kudhalilisha wale watu ambao walikuwa ni wasomi wakati mmoja. Kwa hivyo wakati mmoja, asubuhi moja, ilifika wakati ambapo akiwa kwa mkutano wake wote, mkutano ambapo aliweza kuwa amepanga mkutano, alipenda kujua nani ambaye amesoma sana kuliko wengine katika mikutano ile yote ambayo aliyoweza kwenda. Na siku moja ama wakati mmoja wa asubuhi, kuna mzee mmoja ambaye alikuwa amehitimu katika hesabu. Yeye alikuwa msomi wa hesabu. Yaani ulikuwa unamuuliza kile ambacho akiwezekani anakujibu. Kwa hivyo huyo mzee una expect mtoto wake awe namna gani? Mtoto wa huyu mzee angekuwa genius katika hesabu. Lakini ilikuwa opposite. Chifu mmoja akalia rais ya kwamba huyu mtoto wa huyu mzee ni kama mjinga. Chifu akaelewa huyu mtoto ni mjinga. Akaelewa na sababu mtoto amesoma na ameenda mpaka ng'ambo, kile kitu nitakuwa nikifanya hapa, nitahakikisha ya kwamba ijapokuwa mzee ameenda ng'ambo na amesoma sana na ameenda kufunza hesabu, nitahakikisha ya kwamba katika mikutano yangu yote, huyu kijana tutaandamana naye katika mikutano yangu, na huyu kijana ndiye atakuwa akinifanyia mambo yale ningependa kufanya experiment katika maisha yangu, katika mambo yale ambayo anafanya. Kwa hivyo chief akaambia kijana, sasa ningependa ujiandae, tuwe tunaenda na wewe mahali popote ambapo naenda kwa mkutano, na ni mapema sana kuanza kulala, na tukianza kulala namna hiyo nitakatia hapo, tuendelee na hilo lingine, kisha tutakuja hapo saa 8. Kwa hivyo alijiandaa na akaambia huyu kijana, kila wakati ambapo ninapoenda mahali, hakikisha ya kwamba wewe na mimi, hata kama ni transport, nitakuwa nikikulipia, tunaenda na wewe. Wakaandamana na kijana kila wakati. Sasa chief, kukiwa na watu wengi sana, alikuwa anaita ule kijana, anafanya introduction. Huyu mtoto ni mtoto wa mzee mmoja ambaye amesoma hesabu sana, ameenda mpaka ng'ambo kusomesha hesabu. Kwa hivyo watu sasa wanakuwa na ile hali ya kutaka sasa kuona huyu mtoto venye sifa za baba yake ziko, lazima huyu mtoto atakuwa ni mwerevu sana. Kwa hivyo walikuwa wanataka kuona hiyo werevu na hiyo hekima hiyo mzee iko wapi. Sasa anamuita hapa mbele. Anaingia kwa mfuko, anatoa kama na 1,500. Anauliza kijana yule wa mzee, kati ya hizi pesa nataka uchukue ile ambaye ni kubwa kuliko nyingine, ambaye iko na dhamana kuliko nyingine. Kijana, unafikiria angechukua gani ambaye iko na dhamana kuliko nyingine? Chifu ameinua 1,500. Na kijana ako hapa na ni mbele za watu. Kijana, wewe unafikiria angechukua gani? Wanasema ya kwamba angechukua 1,000.
Lakini kijana alipoweza kuangalia hivi, aliangalia akaona hapa kulingana na vile kuko alikuwa anachukua 500. Chifu anarudisha 1000 kwa mfuko, na chifu anacheka sana akisema huyu ni mtoto wa mathematician. Kwa hivyo chifu akapanga kuwa na tumikutano twingi ambapo tulikuwa tunafanyika kila now and then na anahakikisha ya kwamba ameenda kila wakati. Na kijana naye sababu alikuwa amepanga sasa yeye naye atakuwa kwa chief kila wakati, anaenda anachukua 500. Na akachukua 500 kama mwaka moja. Sasa nataka nikuulize swali yenye utanijibu saa 8. Kati ya chief na kijana huyu mwenye anachukua 500, kati yao wawili na kati ya baba ya huyu kijana, nani alikuwa mjinga kuliko mwingine na nani alikuwa mwerevu kuliko mwingine? Wote watatu, nani alikuwa mwerevu kuliko mwingine? Sababu kuko na kijana, kuko na chief na kuko na baba yake ambaye amesoma akaenda mpaka ng'ambo na anaenda kufundisha hesabu ng'ambo, na mtoto wake ako hapa. Lakini sababu saa 8 nataka kuwa na lesson nyingine, acha tumalizane na hii hapa. Kwa hivyo chief akahakikisha ya kwamba yule kijana amechukua 500 kila wakati. Anaita watu, akimaliza anawaambia, na kuna kitu ambayo nataka kuwaambia nyinyi ambao mnasoma. Anaita mtoto wa yule mzee, anatoa 1500, anainua juu, anamuuliza kati ya hizi ni gani ambayo ni kubwa? Kijana anachukua nini? 500 tena. Babake alipoweza kurudi nyumbani, akaweza kuitwa na chifu, akaweza kumwambia ya kwamba vile ambavyo mtoto wake is so disappointing. Yaani ni mjinga ajabu ya kwamba hata mbele za watu anawaita mbele ya watu kama 1000, 2000 na anatoa 1500 anampatia kijana, anachukuaga 500. Mpaka baba akataka kujua, mbona huyu kijana wangu ni na venye mimi najua hesabu yeye ni mjinga kiasi hii. Sasa baba akaita mtoto jioni, akataka kuelewa ni kwa nini kijana huyu anamwangusha, na amwangushi siku ya kwanza, amwangushi siku ya pili, mpaka siku ya 10 bado anamwangusha. Kijana akamwambia, mimi niliweza kuelewa ya kwamba, kijana akaulizwa na baba, mbona wewe uko mjinga kiasi hii ya kwamba kila siku unachukuaga 500 na uchukue 1000 na 1000? Yaani baba mwenyewe akatoa 1500. Akamuuliza, kati hizi pesa nieleze, sasa wako wawili, nieleze nani gani kubwa kuliko nyingine? Kijana akamwambia baba, kijana mpaka baba wajua alikuwa ameambiwa na chief na akasadiki ya kwamba huyu kijana ni mjinga. Kijana alipopatiwa 500 na 1000, kijana akachukua 1000 akaweka mfuko. Akaulizwa na baba, na mbona umechukua 1000 kwa mara ya kwanza na ukitenda kwa chief unachukua 500? Kijana akamwambia baba, sasa acha nikuambie, niliangalia nikaona huyu chief ni mjinga, na ili ni proof ya kwamba yeye ni mjinga, niliona nikichukua tu 500 nitachukua twingi. So nikichukua 1000 hata yeye nipatia tena. So na huyu 500, yani kijana alikuwa na zaidi ya 10,000 za chief. Akili kichwani. Asante.